Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Tumefikisha miaka 10 kwa ushindi mkubwa sana. Na ni miaka ambayo imekuwa na kupanda na kushuka. Na kwa kweli Mungu ametusaidia. Ninakumbuka nilipata wito wa simu ya askofu mkuu mwaka 2015 mwezi wa pili. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa pili, wakati ambapo nilikuwa ninawaza kuiendeleza kazi ambayo nilikuwa ninaifanya pale Moshi, lakini wakati huo nikawa nimeitwa ofisi kuu ili kwamba niweze kuhama Moshi na kuhamia Geita. Nilipofika Geita, palikuwa mahali ambapo kidogo moyo wangu haukupapenda sana. Nilikuwa nimehama kutoka Dar es Salaam kwenda Kilimanjaro. Then sasa nilikuwa ninahama kutoka Kilimanjaro kuja kanda ya Ziwa, mahali ambapo sikupazoea kabisa. Lakini ninalo jambo jema ninalotaka kumshukuru Mungu. Baadhi ya rafiki zangu waliniuliza, "Unakwenda Geita?" Niliwaambia, "Kwa kweli nakwenda." Wakaniuliza kwa nini, nikawaambia kama kuna wenye dhambi basi ninakwenda. Na ninamshukuru Mungu, nilikuja Geita, nikakabidhiwa kanisa tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2015. Mahali hapa leo unapopaona tumeandika Penueli Royal House, lilikuwa ni neno lililokuja nikiwa kwenye mkesha. Nilipokuja hapa, kwa kweli kwa hali ilivyokuwepo, nilikuwa siwezi kulala ndani. Kwa hiyo nilala hapa kanisani mwezi mzima bila kumwambia mtu yeyote. Sasa siku moja nikapata neno kwamba hapa patakuwa panaitwa Penueli Royal House. Na wakati nasema hivyo, nyuma mahali palipo na jengo jipya palikuwa na nyumba fulani ambayo ilikuwa ndio nyumba aliyokuwa anaishi mchungaji. Na kwa mbele pembeni yake palikuwa na kashamba kadogo kama tango. Kwa hiyo pale palikuwa na kisiki kikubwa sana cha mkuyu, tukaanza kuking'oa. Kwa hiyo nilipokuwa nasema pataitwa Penueli Royal House, nikawaambia tutajenga kanisa la vioo vitupu. Watu walinishangaa. Hata mimi mwenyewe nilikuwa ninaogopa maneno nilikuwa nayasema, kwa sababu hatukuwa na washirika wenye fedha, tulikuwa na watu wa kawaida, lakini tulianza kwa imani. Siku moja nikiwa nimelala, nilikuwa nimeshafanya michoro ya kujenga jengo la kukaa watu 1300. Bwana akanitokea usiku na akanionyesha ramani unayoiona hapa. Akaniambia jenga hivi. Naitwa mchungaji Simon Mabula Masunga. Nimekuwepo hapa kama mchungaji, nimekaa mwaka mmoja kama mchungaji. Baadaye nikateuliwa kuwa mwangalizi wa section ya Geita pamoja na Sengerema. Katika kuchaguliwa kwangu huko kuwa mwangalizi wa section, nilipata neema ya kushirikiana na wachungaji mbalimbali. Mchungaji ambaye nimeshirikiana naye alikuwa mchungaji Shadrack Nkingwa, ambaye alitoka Mpombo kuja kufungua kanisa la Nyankumbu, ambalo ndipo lilipo sasa hivi leo inaitwa Penueli. Kwa hiyo kanisa hili la Penueli ni kanisa ambalo lilianzishwa na mchungaji Shadrack Nkingwa, baadaye akaja Mkandara. Kisha baada ya Mkandara kupata uhamisho kupelekwa sehemu zingine, basi ndio tukaletewa mchungaji Palanjo ambaye ndio mchungaji wa sasa hivi. Tulikutana na vitu vingi sana. Kulikuwa na watu ambao walikuwa na mateso ya namna mbalimbali. Tunamshukuru Mungu, tuliwaombea watu wengi na shuhuda zilikuwa za ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Alice Godfrey Ernest, ni mshirika wa mahali hapa Penueli. Nina ushuhuda nataka niende kuelezea toka nilipokuwa mahali hapa, namna ambavyo nimemuona Mungu akitembea na maisha yangu. Nilikuwa na changamoto ya uzazi. Ni mama ambaye nilibahatika kupata mtoto mmoja wa kiume, lakini kabla ya kupata mtoto wa pili nimepitia changamoto nyingi. Nimekuwa nikishika mimba zikiharibika. Mimba zilizopita zilikuwa ni mimba 6 ambayo ilikuwa zikifuata kwa yule mtoto wa kwanza. Lakini namshukuru Mungu nilipokutana na baba huyu ambaye ni mchungaji wetu Anaheri,
aliweza kunifundisha, aliweza kuniombea, amekuwa akinisaidia. Alinisaidia kwa kweli, maana wakati anakuja mahali hapa nilikuwa nikipitia hali ngumu sana. Mahospitalini nilienda, hakuna hospitali ambayo sikufika mahali hapa Geita. Nimetumia dawa nyingi sana kwa ajili ya kunisaidia kwenye uzazi wangu, lakini haikuwezekana. Na ikafikia hatua hadi madaktari wakanipa majibu ya kwamba haiwezekani tena. Siwezi tena kushika ujauzito ambao utaweza kufikisha miezi 9 nikazaa mtoto aliyekamilika. Baba huyu alikuwa akiniombea usiku, mchana, usiku wa manane, amekuwa akiwa pamoja na mimi akiniombea. Nilikuwa nikipiga simu mara nyingi kipata ile hali ya mshtuko kwamba hali inajitokeza, hali mbaya ya kwamba mimba inaweza ikaharibika, nikiwa hospitali amekuwa akiniombea. Nimemuona Mungu amenitetea. Kuna dada mmoja alikuwa na shida ya uvimbe, fibroid, na alichekiwa, alifanyiwa x-ray na ultrasound kwa muda wa kutosha, na alienda akafanya ultrasound ya mwisho, na baadaye akaja akaniaga kwamba anakwenda hospitali kufanyiwa upasuaji huko Mwanza, hospitali ya Sokoture. Na alipokuja nilimwambia neno moja tu, ni kweli kwamba wamesema kwamba utafanyiwa upasuaji, lakini mimi nasema Yesu atakufanyia upasuaji usiokuwa na makovu. Niliongea neno lile kwa imani kubwa na Mungu alitusaidia. Cha ajabu ni kwamba alipoondoka hapa kwenda Mwanza kwenye upasuaji, alifika na wakamwambia uvimbe haupo, na Yesu alikuwa amefanya upasuaji usiokuwa na makovu. Nakumbuka mahali hapa watu wamekuja wakiwa na mateso mengi, na Mungu amewasaidia, amewaponya. Siku moja mwaka 2017 tarehe 17 mwezi wa 9 ilitokea kitu cha ajabu sana. Watu walikuwa wamekuja kutoka barabarani, watu wasiokuwa washirika wa kanisani, na walikuja wakiwa wamebeba mtu aliyekufa. Alikuwa na pamba masikioni na puani. Roho Mtakatifu aliniongoza kuwaambia waweke ile maiti ndani ya kanisa. Na baada ya muda kidogo ile maiti ilianza kupumua. Na baadaye wakati wa kufanya maombezi, yule mtu aliyekuja amekufa alikuja akiwa amepona kabisa, na alikuwa mzima, na tulitoka na ushindi. Mungu ametusaidia sana. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Paranjo ambaye alikuja na vision. Alipofika hapa Paranjo, mimi aliwatoa washirika wote nje ya jengo, akaanza kuabudia nje. Mimi askofu wake hapa nikamkasirikia. Nikamwambia, kwa nini unawatoa watu nje alafu na acha jengo? Akasema, mimi nataka kuwa na eneo na maono ya jengo kubwa. Basi nikamwacha na maono yake. Lakini namshukuru Mungu sana sana kwa usaidizi wenu washirika wa Panueli pamoja na wafadhili mbalimbali pamoja na mchungaji. Leo mna jengo jingine zuri la vioo. Hongereni sana. Mimi kama askofu najivunia kuwepo kwa Paranjo mahali hapa, kwa sababu kuwepo kwake hapa amevuna roho za watu wengi kuja kwa Yesu na kuwaimarisha watu kiroho. Lakini pia juhudi zake, uhamasishaji wake na utoaji wake umesababisha jengo hili tulionalo liwepo. Kwa jina naitwa Rebeka Kasindi Ekurwa, ni muumini wa kanisa la Penueli. Kwa hiyo mwaka wa Penueli huu tumefanya kazi mbalimbali za mikono na za kihuduma. Hata wazee tunaweza kufundisha, hata watoto wanaweza kufundisha, hata watu wote walioko hapa Penueli wanaweza kufundisha. Ndani ya Penueli kwa muda huu tumefikia jamii. Tumehubiri injili mikutano, tumejitoa sadaka zetu kwa ajili ya kuhudumia wajane, mayatima, tumewatembelea watu, na jamii imekubali kwamba kweli Penueli kuna Mungu. Kwa hiyo tunaposherehekea miaka 10, tukimuuliza Paranjo miaka 10 umetupa nini watu wa Penueli, atatuambia mambo mawili aliyotupa. Jambo la kwanza atatuambia, nimeimarisha kanisa kiroho na kuwafundisha maombi. Atatuambia pia, nimejenga jengo hili ambalo tumo sasa hivi. Leo tunaposherehekea miaka 10 ya Penueli, sisi tunavyotuona hapa, kule tulikoanza siko tuliko leo. Faida kubwa katika jimbo letu ni kuwepo kwa Paranjo ni kwanza kuimarika kwa kanisa la hapa Nyankumbu Penueli. Pili, tumepata katibu wa jimbo. Tatu, tuna mwinjilisti wa jimbo ambaye pia anasaidia makanisa vijijini.
Mungu ametutendea, na tunamshukuru Mungu kwamba tumeanza project nyingine kubwa zaidi. Leo tunaweza kusema Geita ni mahali panapofaa kuishi, na tunasema kwa ujasiri Geita ni salama kwa jina la Yesu. Hongera sana, nikutakie miaka mingine 10 ijayo ya mafanikio katika kanisa lako. Mungu akubariki sana. Maana tunasema hapa mahali hapa ni Penueli, tumekutana na Bwana uso kwa uso na nafsi zetu zimeokoka. Mkono wa mwenye